Kama umekuwa ukitokwa na uchafu ukeni, miwasho, harufu mbaya, maumivu makali ya tumbo wakati wa tendo la ndoa, kupata hedhi ya mabonge nyeusi ama rangi ya kahawia, ama mimba zako zimekuwa zikiharibika chini ya miezi 3 mpaka 4, mara nyingi huwa ni changamoto ya PID, yaani maambukizi ya bakteria kutoka kwenye maumbile yako kupanda kwenye via vya uzazi kama mirija pamoja na mji wa mimba. Mara nyingi PID huwa inasababishwa na matatizo mengi ambayo yapo katika maisha yako ya kila siku, kama usafi binafsi, kutokujua namna ipi sahihi ya kusafisha maumbile yako, ama kuingiza vitu kwenye maumbile yako kama manukato, mafuta yasiyo salama, na kutumia sabuni ambazo zina kemikali kujisafishia maumbile yako. Lakini kuvaa nguo za kubana ama za aina ya mpira ambazo haziruhusu hewa kuingia kwenye maumbile yako na kufanya tindikali kuongezeka na kufanya bakteria wabaya kuzaliana. Na kitu kingine kinachosababisha mara nyingi maambukizi ya bakteria hawa huwa ni kushiriki ngono zembe, yani kushiriki tendo la ndoa bila kutumia kinga, ikiwa unashiriki na mwanaume ambaye sio salama katika upande wa afya. Na mara nyingi wanaume hawa unakuta ana mpenzi zaidi ya mmoja. Hivyo kama ni mwanamke ambaye umekuwa ukipitia changamoto hii, moja kwa moja tunasema una maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi. Na changamoto ya kukaa na maambukizi haya ni kuendelea kujisababishia matatizo ama kuzalisha matatizo mengine makubwa na ya hatari zaidi katika mfumo wako wa uzazi, kama mirija ya uzazi kuziba, changamoto ya makovu kwenye mirija, changamoto ya makovu kwenye mji wa mimba na kupelekea kushindwa kupata ujauzito, ama kuwa unapata mimba zinaharibika kwa sababu ya mji wa mimba kulegea, ama kuwa unapata mimba za kwenye mirija, yani ectopic pregnancy, ambazo ni mimba hatari kwa afya ya mwanamke. Inawezekana kabla ya kutembelea ukurasa wetu leo umekuwa ukijaribu kutumia dawa mbalimbali kwa ajili ya kuondoa hiyo changamoto ya maambukizi ya bakteria, ila kibaya ni kwamba haujapona moja kwa moja. Mara nyingi hizi ndizo sababu ambazo huwa zinapelekea wengi wanatumia dawa, ila mwisho wa siku changamoto yao inarudi. Ya kwanza ni wenda unapata dawa ambazo uwezo wake ni mdogo ukilinganisha na ukubwa wa changamoto yako ya maambukizi ya bakteria. Hapa utapata nafuu, ila baada ya muda ya ile dawa kuisha mwilini unashangaa changamoto yako inajirudia. Lakini sababu ya pili ni uenda umekuwa ukitafuta dawa ama kupewa dawa kulingana na dalili unazoziona kwa nje. Unatafuta dawa za kutoka na uchafu, unatafuta dawa za miwasho ama dawa za harufu mbaya. Kumbe inabidi upate dawa za kwenda kuondoa changamoto kuanzia kwenye chanzo, kuua bakteria moja kwa moja. Na ndiyo maana kupitia Kagombola Uzazi Solution tunayo tiba maalum ya infection cleanser ambayo imeambatana na dawa za aina 4 tofauti zinazokwenda kuondoa maambukizi haya moja kwa moja. Na kupitia dawa hizi tumeweza kugusa maisha ya wanawake zaidi ya 127 waliokuwa na changamoto ya PID kwa kwenda kuondoa bakteria, kuondoa ule uchafu, kusafisha mirija na kuhakikisha tunatibu yale makovu na majeraha ambayo mara nyingi huwa yanasababishwa na hao bakteria. Ndio maana hapa chini ya video hii nimekuwekea shuhuda za wanawake ambao walikuwa wanateseka na PID ya muda mrefu. Mimba zao zinaharibika baada ya miezi 2-3, wameshapoteza mimba zaidi ya 4 kwa sababu ya maambukizi. Mirija imeshaziba, ila kwa kutumia tiba hii wameweza kupona, wamerudi kawaida, wamebeba mimba zao na wamejifungua salama. Kwa sababu Kagombola Uzazi Solution, programu yetu sio program tu, bali inakwenda kuondoa changamoto zote, lakini pia tunakupa elimu ni namna gani ya kujikinga ili usije kupata tena changamoto ya maambukizi ya bakteria, kwani mara nyingi changamoto hii inaanzia kwenye maisha yako ya kila siku. Kama wao wameweza kupona moja kwa moja, wewe ni nani ushindwe? Na wewe unayo nafasi ya kupona leo kwa kujiunga na programu yetu ya Kagombola Uzazi Solution. Lakini kwa kuwa lengo letu ni kuwasaidia wanawake wenye changamoto ya maambukizi ya bakteria zaidi ya 400 duniani kote, ndiyo maana tumetoa punguzo ya kujiunga na programu yetu ya infection cleanser kwa ajili ya kuwafikia wote ambao wanatamani kuondokana na changamoto hii. Ndiyo maana chini kabisa baada ya shuhuda nimekuwekea ofa ambayo utaipata badala ungeanza programu hii kwa ile gharama ya kila siku ya kawaida, basi utapata punguzo na gharama yake ya sasa utaiona pale. Na kukushauri uzingatie
make sure unapitia shuhuda moja baada ya nyingine hapa chini, uone wanawake wenzako wanavyosema kabla wajatumia programu hii na baada ya kutumia programu, uone wanavyofurahia, kwani wameweza kusahau yale maumivu ambayo walikuwa wanayapitia kipindi chote, na leo hii wamepona moja kwa moja, wanajiamini hata wakiwa wametoka nje na mazingira yao ya kila siku, kwani hapo mwanzo walikuwa wajiamini kwa sababu ya harufu pamoja na uchafu wa kila siku. Ila mwisho wa shuhuda nimekuwekea button ambayo utabonyeza na kuweka oda yako ya kujiunga na programu yetu leo kwa gharama ya punguzo kabla ya huo muda hapo haujaisha. Kumbuka, siishi tu kukupa dawa, bali na kusimamia na kushika mkono mpaka unapata kile ambacho umekuwa ukikitamani muda mrefu.